Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kuwanyonga hadi kufa askari wawili kati ya 7 waliokuwa wanakabiliwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi, mkazi wa wilaya Nachingwea mkoani Lindi. Mauaji hayo yanadaiwa kufanyika katika eneo la kituo cha polisi Mitengo, manispaa Mtwara Mikindani, na mwili wa marehemu kukutwa eneo la Ihari nje ya mji wa Mtwara mwaka 2022 mkoani Mtwara. Askari waliopatikana na hatia ya kesi hiyo ya jinai namba 15 mwaka 2023 ni Gilbert Kalanje aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya OCD, Charles Onyango aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi, wote kwa pamoja wamehukumiwa na kunyongwa hadi kufa. Jaji Hamidu Mwanga kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam aliyesikiliza na kutoa hukumu hiyo, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, alibainika kuwa marehemu Musa Hamisi aliuawa kinyama katika mazingira yaliyohusishwa na matumizi mabaya ya madaraka na nguvu kupita kiasi kutoka kwa askari hao waliokuwa na dhamana ya kulinda usalama wa raia. Askari wengine 5 waliokuwa wanakabiliwa na kesi hiyo, ambao wameachiwa huru baada ya mahakama kutoridhika na ushahidi uliotolewa dhidi yao, ni Nicholas Kisinza, ofisa intelijensia ya jinai mkoa wa Mtwara; Malcolm Buta, mkaguzi wa polisi; John Msuya, mganga mkuu wa zanati ya polisi Mtwara; Shilazi Mkupa, pamoja na Koplo Salim Mbalu. Mara baada ya hukumu hiyo, familia ya marehemu Musa Hamisi imetoa shukrani kwa mahakama kwa kutoa hukumu hiyo, ambapo wamesema licha ya haki kutendeka, bado wamebaki na majonzi ya kumpoteza mpendwa wao, huku baadhi ya ndugu wa askari walioachiwa huru kwenye kesi hiyo wakionyesha furaha kwa kuwapokea wapendwa wao. Salum Abdalla Ngombo ni mjomba wa marehemu Musa Hamisi. Nashukuru kwa jamhuri kutenda haki. Na sheria imfuata mkondo. Sina cha kulalamika, yani zaidi ya kushukuru serikali kwa kilichofanya. Kila mwenye haki ampata haki yake. Mahakama imetenda haki. Mahakama imeenda kwa mujibu wa sheria. Anayeweka haki ni Mwenyezi Mungu aliyemsimamia, jaji katoa haki sahihi. Mimi ni mdogo wa Nicholas Stanislaus Kisinza. Asante Yesu, tunashukuru. Mwenyezi Mungu kesi imeisha salama, tuliamini mahakama itatenda haki. Tunaamini itatenda haki na haki imetendeka, tunashukuru sana. Tunashukuru sana, tunaamini kwenye haki. Haki imetendeka, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limeisha salama. Mungu atusaidie. Tunashukuru. Nimejifunza chochote unachokifanya utapata haki. Chochote unachokifanya haki ipo, utaipata. Mahakama imetenda haki, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni Rehema Mponda na hii ni Hello Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili mtu wa mwanzo wa kupata taarifa zetu.